الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 28 ya mwezi mtukufu huo Shahrullahi al-Muharram mwaka 1448 Hijria, sawa na tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 miladia. Unwani ya mlango wa leo, salatul maridhi jalisa, swala ya mgonjwa hali ya kukaa. Tulimaliza mlango wa alqiyam, nguzo ya kusimama katika sala. Kwa mwenye kuweza kusimama ni lazima asimame katika sala za faradhi, liqaulihi ta'ala waqumu lillahi qanitin. Leo ni salatul maridhi jalisan, sala ya mgonjwa hali ya kukaa. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال: وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Anasema as-sahabiyul jalil Imran ibn Husain, nilikuwa nina bawasili, maradhi ya bawasili. Kanat bi bawasiru, nilikuwa nina maradhi hayo ya bawasili. Qala ash-sharih: al-bawasiru jam'u basur, yuqalu bil muwahhada wa bin nun, yuqalu bil muwahhada wa bin nun, basur na basun. أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. أسمع البواسير جمع باسور، ويقال بالموحدة وبالنون ناسور، يقال باسور وناسور. Au alladhi bilmuwahada, hii ambayo ni kwa ba, waramun fi batinil maq'ada, ni uvimbe ambao unakuwa ndani ya makalio. Walladhi binnun nasun qurhatun fasida la taqbalu albur'a, ni kidonda kilichoharibika ambacho hakikubali kupona, maadama fiha dhalika alfasad, muda wa kwamba kuna uharibifu huo wa kidonda hicho. Almuhim, basur au nasur ni maradhi hayo ambayo yanakuwa katika ndani ya maqada, makalio ya mwanadamu. Idhan as-sahabiyul jalili anasema nilikuwa na maradhi hayo ya bawasiri, aadhana Allah wa iyyakum minhu. Fasaltu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nikamuuliza Mtume sallam kuhusu kusali na maradhi hayo. Faqala sallallahu alayhi wasallam: salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Mtume kwanza akamwambia sali hali ya kusimama, fa in lam tastati, usipoweza kusimama, fa qa'idan, sali hali ya kukaa. Salamullah. Fa in lam tastati, usipoweza, fa ala jambin, sali kwa kulala ubavu. Salli qa'iman, sali hali ya kusimama. Fa in lam tastati, usipoweza, fa qa'idan, sali hali ya kukaa. Fa in lam tastati, usipoweza, fa ala jambin, sali kwa kulala ubavu. Waqala aidan: sa'altuhu sallallahu alayhi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'id. Asema tena Imran ibn Husain radhiyallahu anhu,
nikamuulizia Mtume sallam sala ya mtu na hali yeye ni mwenye kukaa atasali vipi? Faqala man salla qa'iman fahuwa afdalu, anayesali hali ya kusimama huyo ni bora zaidi. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri alqa'im, na mwenye kusali hali ya kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Wa man salla na'iman wa fi riwaya mudtaji'an falahu nisfu ajri alqa'im, anayesali hali ya kukaa na katika riwaya nyingine hali ya kujilaza ubavu, huyo ana nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kukaa. Huu ndio utaratibu wa sala ya huyo anayesali kwa kusimama au kwa kukaa au kwa kulala ubavu. Qala wal muradu bihi al maridhu, na muradi wa hii hapa, muradi wa hadithi hii ni mgonjwa. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad, Mtume sallam alitoka kwa watu na huku watu hao wanasali kwa kukaa kwa sababu ya maradhi. Faqala sallallahu alayhi wasallam inna salata alqa'idi ala nisfi min salati alqa'im, sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama. Inna salata alqa'idi ala nisfi min salati alqa'im, sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama. Tabani hii ni sala ya sunna, hii ni sala ya sunna. Ama sala ya faradhi, kama mtu anaweza kusimama ni lazima asimame. Akisali sala ya faradhi kwa kukaa na ana uwezo wa kusimama, sala yake hiyo haisihi, kwa sababu kusimama ni nguzo katika nguzo za sala. Ama sala ya sunna ndio hii, mtu ana uwezo wa kusimama lakini akaona asali kukaa, sala yake ya sunna hiyo ni sahihi, lakini ana nusu ya thawabu za aliyesali sunna hiyo kwa kusimama. Anayesali kukaa ana nusu ya thawabu za aliyesali sala ya sunna kwa kusimama. Waada sallallahu alaihi wasallam maridan faraahu yusalli ala wisada faakhadhaha farama biha, Mtume sallam alikwenda kumwamkua mgonjwa fulani. Faraahu yusalli ala wisada, akamwona mgonjwa huyo anasali juu ya mto huu wa kulalia. Faakhadhaha, Mtume akachukua mto ule, farama biha, akautupa. Faakhadha udan liyusalli alayhi, yule mgonjwa akachukua tena mti ili asali juu yake. Faakhadhahu farama bihi, Mtume akauchukua mti ule na akautupa. Waqala, akasema Mtume sallam, salli ala al-ardi in istata'ta, sali juu ya ardhi ukiweza. Salli ala al-ardi in istata'ta, sali juu ya ardhi ukiweza. Wa illa, kama huwezi, faaumi imaan, ashiria tu, kuashiria. Usiweke kitu ukasujudia juu yake, meza ukasujudu juu ya meza. Kama huwezi kusujudi katika ardhi, basi ashiria tu kwa uso wako kwamba hapa na sujudu, hapa na rukuu, hapa na sujudu. Wa illa faaumi imaan waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika, jalia kusujudi kwako ni chini zaidi kuliko kurukuu kwako. Unaposujudu na huku umekaa, au unaporukuu na huku umekaa, unarukuu kidogo unainamisha kichwa, kusujudu unainamisha zaidi. Almuhimu kuwe na farqa baina rukuu wa sujudi katika kuashiria kwako. Hapa unaashiria kurukuu kidogo, kusujudu unaashiria chini zaidi. Isiyo ni sawa sawa kurukuu na kusujudu. Yaqulu al-Sheikh Bazamul hafidhahullah ta'ala, akifanya sharhi ya mlango huu, qala hadha al-faslu tadhammana iddata ahkam, fasli hii imekusanya hukumu nyingi. Al-hukmu al-awwalu anna al-musalliya idha kana la yastati'u al-qiyama lahu an yusalliya qa'ida,
mwenye kusali ikiwa hawezi kusimama, hapo yajuzu kwake asali kwa kukaa. Ikiwa hawezi kusimama na sala ni ya faradhi, kusimama ni lazima, huyo sasa hawezi kusimama kwa sababu ya maradhi, lahu an yusalli qaida, hapo atawajibika kusali kwa kukaa kwa sababu hawezi kusimama. Yadullu alayhi hadithu Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, dalili ya hilo ni hadithi ya Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, hii tuliyosoma hapa, alipomwambia Mtume aliposema kanat bi bawasiru fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Hadithi hii ndio dalili ya kwamba mtu kama hana uwezo wa kusimama atatakiwa asali kwa kukaa sala za faradhi. Qala fa hadha alhadithu fihi bayanu hukmi salati almuslimi idha kana ajizan ay ghayra qadirin ala salati qaima. Hadithi hii inaweka wazi hukumu ya sala ya Muislamu akiwa anashindwa kusimama, yani hawezi kusimama katika sala ya faradhi. Sasa huyo hadithi inamwambia asali kwa kukaa, idha kana ajizan au ghayra qadirin ala salati qa'iman, hawezi kusali kwa kusimama, falhukmu an yusalli jalisa, hukmu hapo ni kusali hali ya kukaa mtu huyo asiyeweza kusimama. Fa in lam yastati', asipoweza kukaa pia kwa sababu ya maradhi, kukaa pia hawezi, salla ala jambin, atasali kwa kulala ubavu wa kulia, salla ala jambin, atasali kwa kulalia ubavu wa kulia. Wa illa, kama hawezi tia pia hapo, yumiu imaa, ataashiria tu kuashiria, kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa illa fa'aumi imaa waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Kama huwezi hata kusali kwa kulala, basi ashiria tu kuashiria, na jalia kusujudi kwako ni chini zaidi kuliko kurukuu. Hiyo ndio hukumu iliyo katika hadithi hii. Alhukmu thani alladhi tadhammanahu hadha alfasl, hukumu ya pili iliyokusanywa na fasli hii, hukmu salati tatawwu'i jalisa, hukumu ya sala ya sunna hali ya kukaa, ma'a alqudrati ala alqiyam, pamoja na uwezo wa kusimama. Mtu anaweza kusimama, ana uwezo wa kusimama, hana matatizo yote kwa kusimama, lakini sala ya sunna akaona asali kwa kukaa. Faaqulu, yaqulu Sheikh Bazamul, faaqulu idha kana almuslimu yaqdiru ala alqiyam walakinahu arada an yusalli salata nafila ghayra as-salawati al-mafruḍa, akiwa Muislamu anaweza kusimama lakini anataka kusali sala ya sunna, si sala za faradhi hizi tano, anataka kusali sala ya sunna, aidha ratiba qabliya au ba'diya, fa in shaa al-ajra kamilan lihadhihi as-salat falyusalli qa'ima, ikiwa anataka thawabu kamili za sala hizi basi na asali kwa kusimama. Fa in shaa al-ajra kamilan lihadhihi as-salati falyusalli qa'ima, ikiwa anataka thawabu kamili za sala hiyo ya sunna basi na asali hali ya kusimama. Fa in salla jalisan, akiswali hali ya kukaa, ma'al qudrati ala alqiyam, pamoja na uwezo wa kusimama, sahhat salatu, sala yake inasihi, walakin lam yathbut lahu min alajri illa nisf, lakini hata thubutu katika ajri na thawabu isipokuwa nusu tu, hapati thawabu kamili za sala yake, anapata nusu, kwa sababu anaweza kusimama lakini mwenyewe akaona akae asali kwa kukaa, hapo atapata thawabu nusu kuliko yule aliyeswali swala ya sunna kwa kusimama, huyo anapata thawabu kamili. الدليل على ذلك ما جاء في حديث عمران
radhiyallahu anhu qala sa'altuhu sallallahu alayhi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'im, nilimuuliza Mtume sallam, nilimuulizia kuhusu sala ya mtu na hali amekaa, sala ya sunna. Faqala man salla qa'iman fahuwa afdalu, mwenye kusali kwa kusimama huyo ni bora zaidi. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri alqa'im, na anayesali kwa kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusimama sala hiyo ya sunna. Wa man salla na'iman wa fi riwaya multaji'an falahu nisfu ajri alqa'im, na anayesali kwa kulala na ana uwezo wa kukaa, anasali kwa kusimama lakini ana uwezo wa kusali kukaa, akaona leo mwenyewe asali kwa kulala ubavu, huyu naye ana nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kukaa. Hizo ni sala za sunna. Qala wal hadithu fi salati at-tatawwu, hadithi hii ni katika sala za sunna. Lianna alqiyama fi salati alfardhi ruknun ala alqadir, kwa sababu kusimama katika sala za faradhi ni nguzo kwa mwenye uwezo wa kusimama. Wala yukhayyaru alqadiru alayhi baina fi'lihi wa tarkihi, hakhiarishwi anayeweza kusimama baina ya kufanya hivyo na kuacha. Kama mtu anaweza kusimama, si kwamba ana khiari ya kusali kusimama au kukaa. Maadamu ana uwezo wa kusimama, ni lazima asali kwa kusimama sala za faradhi. Hana khiari baina ya kusimama na kuacha kusimama. Hii ni sala ya faradhi. Lakini sala ya sunna ana khiari. Sala ya sunna mtu ana khiari kusali kwa kusimama au kwa kukaa au kwa kulala ubavu, lakini ajue kwamba akisali kwa kukaa ana nusu ya thawabu za aliyesali kwa kusimama, akisali kwa kulala ubavu ana nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kukaa sala hiyo ya sunna. Mwanaelewa sio? Wallahu yaqul wa qumu lillahi qanitin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa watiifu. Amri ya Allah ya kusimama katika sala za faradhi, wa qumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa ni watiifu. فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، المراد به صلاة التطوع لا صلاة الفرض. Maneno ya Mtume, mwenye kusali hali ya kusimama huu ni bora zaidi. Muradi wa sala hii ni sala ya sunna, si sala ya faradhi. Lianna salata alfardhi yajibu fiha alqiyamu maa alqudra, kwa sababu sala ya faradhi ni lazima kusimama pamoja na uwezo wa kusimama. Bal huwa ruknun, bali kusimama ni nguzo katika nguzo za sala ya faradhi. Ama idha kana ajizan, ama akiwa anashindwa, ajizan anil qiyam, ama mtu akiwa anashindwa kusimama kwa sababu ya maradhi, falahu an yusalli jalisan salata alfardhi, yajuzu asali kwa kukaa sala ya faradhi, sababu hawezi kusimama. Kwa hiyo hapo ni lazima asali kwa kukaa sala hiyo ya faradhi. Walahu al-ajru kulluhu, na ana thawabu zote huo, sababu hawezi kusimama. Kwa hiyo thawabu zake huyu ni kama aliyesali kwa kusimama, kwa sababu hawezi kusimama, ni mgonjwa. Walahu al-ajru kulluhu, huyu ana thawabu kamili kwa sababu hawezi kusimama sala hiyo ya faradhi, analazimika na kusali kwa kukaa, kwa ana thawabu kama aliyesimama, sababu ni udhuru huo. Amma salatu nafli, ama sala ya sunna, fa idha kana qadiran ala alqiyami fayaqdiru an yusalli qiyama. Ama sala ya sunna, ikiwa anaweza kusimama, anaweza kusali kwa kusimama. Fa in lam yusalli qiyaman, asiposali kwa kusimama, wasalla jalisan, na akasali hali ya kukaa, maa alqudrati ala alqiyami, pamoja na uwezo wa kusimama, fasalatuhu sahiha, sala yake hiyo ni sahiha. Sala gani? Ya sunna. Ana uwezo wa kusimama lakini akaona asali kwa kukaa, sala hiyo ya sunna ni sahiha. Walakin fatahu nisfu al-ajri, lakini nusu ya thawabu
amezikosa huyo kwa kusali kwa kukaa na ana uwezo wa kusimama swala hiyo ya sunna. Kwa kama mtu ana uwezo wa kusimama, asimame hivyo hivyo, asimame hivyo hivyo swala hiyo ya sunna, maadamu ana uwezo wa kusimama, asali kwa kusimama, ili apate ajiri kamili. Asifanye uvivu kwamba leo naona mimi swali kwa kukaa bwana, potelea kwa mbali nikapata thawabu nusu. Usiseme potelea kwa mbali, thawabu si mchezo bwana. Thawabu zinatafutwa hizi kwa udi na uvumba. Kuanzia asubuhi Waislamu wameamka watafuta thawabu zitakazowafaa siku ya Kiyama. Wewe wasema mimi leo naonelea nisali kwa kukaa tu, nitapata thawabu nusu, hizo zanitosha. Nani nikakwambia zitakutosha hizo? Kwa tusifanye uvivu huo. Maadamu tuna uwezo wa kusimama, tusalini kwa kusimama swala za faradhi, swala za sunna. Lakini ikitokea kwamba labda mtu sasa mgonjwa, miguu hawezi kusimama, hapo sasa huo ni udhuru, asali kwa kukaa. Qala al-Sheikh Muhammad Umar Bazamul hafidhahullah ta'ala qala fala yasihhu an yuhmala hadha alhadithu ala almaridhi mutlaqan, haisihi, haifai kuchukuliwa hadithi hii kwa mgonjwa kwa hali zote. Innama almaridhu alladhi yaqdiru ala alqiyami walakin yashukku alayhi, isipokuwa yule mgonjwa ambaye anaweza kusimama lakini ni uzito kusimama, ni uzito kusimama. Wa hadha fi salati nafli la fi salati alfardhi, hii ni katika sala za sunna, si sala za faradhi. Hadha alladhi yadhharu wallahu a'lam, hili ndilo lililodhihiri, wallahu a'lam. Qala at-Tirmidhi fi sunanihi fi kitab as-salah babu ma jaa anna salata al-qa'idi ala an-nisfi min salati al-qa'im. Al-Imam Tirmidhi ameweka katika jamii yake, akaweka unwani hii, babu ma jaa anna salata alqaidi ala nisfi min salati alqaim, mlango unaoelezea hadithi zilizokuja kwamba sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama, sala hiyo ya sunna. Wa maana hadha alhadith يعني حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. حديثه عمران بن الحسين وبعض أهل العلم هي كتك صلاة السنة، هي متوما ليسمى صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هي صلاة السنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد المطلب عن ابن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث ابن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل. mara nyingi ikija al-Hasan ni al-Hasan al-Basri at-tabi'i al-jalil rahimahullahu ta'ala, anasema al-Hasan al-Basri in sha'a ar-rajulu salla salata at-tatawwu'i qa'iman, mtu akitaka atasali sala ya sunna hali ya kusimama, wa jalisan na hali ya kukaa, wa muttaji'an na hali ya kulala ubavu. Hii ni sala ya sunna na ana uwezo wa kusimama, lakini anaweza akasali kukaa, anaweza kusali kwa kulala ubavu, lakini ajue kwamba thawabu zake ni nusu ya mwenye kusali kwa kusimama. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. maulama wametofautiana katika sala ya mgonjwa asipoweza kusali kwa kukaa. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. wametofautiana ahlul ilmi katika sala ya mgonjwa asipoweza kusali kwa kukaa. Faqala ba'dhu ahli ilmi yusalli ala jambihi al-ayman, ikiwa hawezi kukaa basi atasali kwa kulalia upande wake wa kulia, atasali
kwa kulalia upande wake wa kulia. Waqala ba'dhum yusalli mustalqiyan ala qafahu, atasali hali ya kulala chali. Kulala chali inajulikana Kiswahili hicho, sio? Unajua kulala chali? Kulala chali ni hivi, ndio kulala chali. Kwa hiyo ikiwa hawezi kulala kwa ubavu wa kulia, yusalli mustalqiyan ala qafahu, hali ya kulalia hiki kisogo chake. Wa rijlahu ila alqibla, na miguu yake itaelekea qibla. Unaelewa sura hii ni kwamba miguu itaelekea qibla akilala chali. Kwa atasali hivyo, sala hiyo ya kulala hivyo ni kwamba kurukuu na ashiria hapa sasa ni kwenye kurukuu, kile kichwa kifanya hivi tu, kurukuu, sujudu wafanya hivi tena, hapo hapo umelala chali. Hii ni swala ya mtu ambaye hawezi kukaa. Warijlahu ila alqibla, miguu yake ataelekeza qibla. Qala Sufyanu Thauri fi hadha alhadith, man salla jalisan falahu nisfu ajri alqa'im, anayesali kwa kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kusimama. Qala hadha lisahih, hii ni ya sahih. Mtu ambaye ni mzima lakini akaona asali kwa kukaa, huyo ndio ana nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kusimama. Waliman laysa lahu udhrun, na mtu ambaye hana udhuru, ni mzima hana udhuru wote, huyu akisali kwa kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusali sunna kwa kusimama, yani fi nawafil, katika sala za sunna. Fa amma man kana lahu udhrun, ama mtu ambaye ana udhuru, min maradhin, iwe ni maradhi au ghairihi, au jambo jingine, pengine amekuwa mahali hawezi kusimama, yeye ni mrefu sana, ile sakafu ya ile rumu iko karibu, huyo pia atasali kwa kukaa, ndio mwenye udhuru. Fa amma man kana lahu udhrun, ama mtu ambaye ana udhuru wa maradhi hawezi kusimama, au ghairihi, au jambo jingine, fasalla jalisan, akasali hali ya kukaa, falahu mithlu ajri alqa'im, huwa ana mfano wa thawabu za mwenye kusimama, kwa sababu ana udhuru. Huyu ana udhuru, ni mgonjwa, hawezi kusimama, thawabu zake zinakuwa kamili kama aliyesali kwa kusimama kwa sababu ya udhuru wake huo. Mafhumu hadha? Waqad ruya fi ba'dhi hadha alhadith mithlu qawli Sufyan ath-Thawri, imepokewa katika baadhi ya hadithi hii mfano wa kauli hii ya Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala. انتهى كلامه. والحديث الذي يشير إليه الترمذي هو ما جاء عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. Asema hadithi anayoashiria alimamu Tirmidhi ni hadithi iliyokuja kutokana na mapokezi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha marida al-abdu au safara, mtu akiwa mgonjwa au akiwa safarini, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, huandikiwa mfano wa amali alizokuwa akizifanya, muqiman, hali ya kuwa si msafiri, sahihan, hali ya kuwa ni mzima. Idha marida al-abdu au safara, mtu akiwa mgonjwa au akisafiri, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, ataandikiwa mfano wa thawabu za zile amali alizokuwa akizifanya, muqiman, hali ya kuwa yuko katika mji wake, sio msafiri, sahihan, hali ya kuwa ni mzima, si mgonjwa. Hakuna shaka kwamba mtu akiwa mgonjwa kuna ibada nyingi hazifanyi, ibada anazifanya nusu kwa sababu ya maradhi yake. Kadhalika pia mtu akiwa msafiri kuna amali nyingi hazifanyi. Rawatibu hizi si sunna kuziswali mtu akiwa msafiri, kablia na baadia hizi za faraid,
kwa sababu yuko safarini, lakini anaandikiwa kama ameziswali swala hizo. Kadhalika mgonjwa huyo hawezi kuswali vizuri, anaswali swala nusu nusu, anaandikiwa thawabu kamili kwa sababu ana udhuru wake huo wa maradhi. Hii ni fadhila za Allah azza wa jalla, fadhila za Allah kwa waja wake wema hao. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ameweka katika sahihi yake, babu yuktabu lilmusafiri mithlu ma kana ya'malu fil iqama. Mlango huu anaandikiwa msafiri thawabu kama vile alivyokuwa akizifanya amali zile pale kabla ya safari yake yuko mjini. Hadithu raqmi 96 بعد 900 و2000. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث حديث رقم 15 بعد 100 و1000. ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم. Asema hutilia mkazo hadithi hiyo msingi wa kisheria wa taghlibu fadli llahi taala wa qabuli udhri man lahu udhrun, kuwa na nguvu fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na kukubaliwa udhuru wa mtu mwenye udhuru. Mtu mwenye udhuru, udhuri wake unakubaliwa, udhuru wa kisheria. Kama mtu ana udhuru wa kisheria, udhuru wake unakubalika na ana thawabu hizo. Kama si udhuru angefanya amali ile, kama si udhuru huo alionao, amali ile angeifanya, lakini yuko safarini, hawahi hadiriki kufanya amali ile, anaandikiwa kama ameifanya amali hiyo. Kadhalika mgonjwa hawezi kutekeleza ibada fulani, anaandikiwa vile vile kama ameifanya. Hiyo ndio taghlibu fadlillahi ta'ala wa qabuli udhri man lahu udhrun. Wa yuakidu, na pia hutilia mkazo, anna alhaditha fi salati an-nafli, kwamba hadithi hiyo ni katika sala za sunna. Alhadith alladhi awradahu almusannifu ba'da dhalika fihi kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Mtume sallam alitoka kwa watu na hali watu hao wanasali kwa kukaa, min maradhi, kwa sababu ya maradhi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, inna salata alqa'id ala nisfi min salati alqa'im, sala mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusali kwa kusimama. فمن الواضح أن هؤلاء الذين خرج عليهم وهم يصلون تطوعا لا الفرض, ni katika lililo wazi kwamba hawa ambao Mtume sallam alitoka na huku wanasali sunna walikuwa wakisali swala ya sunna, si faradhi. idh law kanat salatuhum salata alfardhi kaifa kharaja alayhim sallam. Almafrudhu annahum yusalluna waraa ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ingekuwa ni sala yao wanaoisali ni sala ya faradhi, vipi watasali sala ya faradhi? Kwa sababu mafrudh lazima wawe wanaswali nyuma ya Mtume sallam. Hawa ni masahaba, kwa haiwezekani kuwa wanasali peke yao sala ya faradhi. Sala walikuwa wakiswali ni sala ya sunna. Ingekuwa sala ya faradhi wangeswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فدل ذلك أن الحكم بأنها على النصف في الأجر لمن صلى جالسا على القادر في التطوع لا في الفرض. شيخنا rudia قوله kwamba hukumu hiyo kwamba anayesali kwa kukaa ni nusu ya thawabu mwenye kusali kwa kusimama, hii ni sala ya sunna. لأنها على النصف في الأجر لمن صلى جالسا على القادر في التطوع لا في الفرض. ni sala ya sunna hiyo, si sala ya faradhi. fatakunu salatuhu sahiha walakin fatahu nisfu al-ajri. huyo anayesali kwa kukaa na ana uwezo wa kusimama sala ya sunna, huyo ana nusu ya sala ya mwenye kuswali kwa kusimama, itakuwa amekosa nusu nyingine ya thawabu hizo. Fa in qila, ikiulizwa, sallamna annaha fi nafli, tumekubali kwamba hiyo ni sala ya sunna. Fa aina almaradhu, yako wapi maradhi?
tuko katika mlango wa salatul maridhi jalisan. Anasema sallamna anna fi nafli fa aina almarad wal hadith yushiru ilayhi, je hadithi inaashiria hilo kwamba huyu ni mgonjwa? Faljawabu inna alhaditha يشمل الصحيح القادر والمريض الذي يقدر على القيام ولكن يشق عليه. Hadithi hii inakusanya wote, inakusanya mtu ambaye ni mzima ana uwezo wa kusimama, pia inamkusanya mgonjwa ambaye ana uwezo wa kusimama lakini ni uzito kwake kusimama. Fasalatuhu sahiha, fasalatuhu qa'idan, sala yake hali ya kukaa, maa qudratihi ala alqiyam, pamoja na uwezo wake wa kusimama, bimithli ajri salati alqa'id. Huu ni mfano wa thawabu za mwenye kusali kwa kusimama, sababu ana udhuru huyu au ni uzito kwake kusimama. Wa hadha almaana huwa alladhi fassara bihi al-Khattabi rahimahullahu ta'ala alhadith. Maana hii ndio alifasiri al-Imam al-Khattabi rahimahullah alivyofasiri hadithi hii, haithu qala al-muradu bi hadithi Imrana al-maridhu, muradi wa hadithi ya Imran ibn Husayn ni mgonjwa, al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamala fayaquma ma mashaqqatihi, ni mgonjwa anayeswali faradhi ambaye anaweza kuvumilia akasimama pamoja na uzito wake. Hii hadithi Mtume alimwambia salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb. Huyu ni mgonjwa anasali faradhi lakini ni uzito kwake, anavumilia, anasimama hivyo hivyo pamoja na uzito wake. Fajala ajra alqa'idi ala nisfi min ajri alqa'im targhiban lahu fil qiyami ma'a jawazi qu'udihi. Mtume sallam akajalia thawabu za mwenye kukaa ni nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kusimama, kwa kupendekesha watu wasimame, pamoja na kwamba inajuzu kukaa. Mtu ana uwezo wa kusimama, inajuzu kusali kwa kukaa, lakini ajue kwamba sala hiyo ya sunna atapata nusu ya thawabu za mwenye kusali kwa kusimama. Intaha kalamu al-Hafidh. قال ابن حجر بعد نقله كلام الخطابي، الحافظ ابن حجر بعد يكونكو منين الإمام الخطابي عند شرح الحديث، حديث 15 بعد 100 وألف في فتح الباري، وهو حمل متجه. منين الحافظ ابن حجر العسقلاني أسمى هي ni hamli inayo maelekezo yake. Hamli hiyo ina maelekezo ya sawa sawa. Wa yuayiduhu sani'u al-Bukhari, utilia nguvu hilo kitendo cha al-Bukhari haithu adkhala fil babi haditha Aisha wa Anas wa huma salata al-muftarid qat'an. Asema utilia nguvu kitendo cha Imam al-Bukhari wakati ameingiza katika mlango huu hadithi ya Aisha na Anas, wa huma salatul muftarid qat'an, na hii ni sala mwenye kusali faradhi qat'an, kwa kukata kabisa. Wa kaannahu arada an takuna tarjamatu shamilatan li ahkamil musalli qa'idan, kama kwamba amekusudia kuwa tarjama ya mlango huu inakusanya hukumu za mwenye kusali kwa kukaa. ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب، na upokelewa hilo kutokana na hadithi alizolileta katika mlango huu. Faman salla fardhan qa'idan, anayesali faradhi kwa kukaa, wa kana yashuqu alayhi alqiyam, na ikawa ni uzito kwake kusimama, ajzaahu, inamtosheleza sala hii ya faradhi kwa kukaa. Man salla fardhan qa'idan, mwenye kusali faradhi, sala ya faradhi kwa kukaa, wa kana yashuqu alayhi alqiyam, ikawa ni uzito kwake kusimama, kwa hiyo akasali kukaa, ajzau, inamtosheleza hilo. Wa kana huwa wa man salla qa'iman sawa, anakuwa yeye na anayesali kwa kusimama ni sawa sawa. Huyo ambaye ni mgonjwa anasali sala ya faradhi kwa kukaa, na mtu ambaye anasimama, sababu zao ni sawa hao, sababu huwa ana udhuru
Mwanielewa sio? Naam. Qala kama dalla alayhi hadithu Anas wa Aisha, kama aliyofahamisha hivyo hadithi ya Anas na Aisha. Falau tahamala hadha almadhuru wa takallafa alqiyama, lau alivumilia huyo mtu mwenye udhuru akajikalifisha kusimama, ni mgonjwa lakini akavumilia maradhi yake, miguu inamuuma, akavumilia akajikalifisha kusimama, walau shaqqa alayhi, japokuwa ni uzito kusimama kwake, kana afdala, huyu inakuwa ni bora zaidi kujikalifisha huko, limazidi ajri takallufi alqiyam, kwa ziada ya thawabu za ile kujikalifisha kusimama, limazidi ajri takallufi alqiyam, kwa ziada ile ya thawabu za kujikalifisha kusimama. Kwa mtu kama ana uwezo wa kusimama kidogo kidogo, asimame hivyo hivyo, ni bora kwake kuliko kusali kwa kukaa. Isipokuwa kama mtu hawezi kabisa, hapo hana budi, hawezi kabisa kusimama, hapo hana budi, lazima asali kwa kukaa. Qala fala yamtaniu ajruhu ala dhalik nadhira ajrihi ala asli sala, hapo haizuilikani kuwa thawabu zake kwa hali hiyo ni mfano wa thawabu za yule ambaye anayesali ala asli sala, asli ya sala ambaye ni kwa kusimama. Fayasihu anna ajra alqaidi ala nisfi min ajri alqaim, kwa itasihi kuwa thawabu za mwenye kukaa ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Hii ni sala ya sunna. Wa man salla nafla qaidan, na anayesali sunna hali ya kukaa, maa alqudrati ala alqiyam, pamoja na uwezo wa kusimama, ajzaahu, inamtosheleza hivyo. Wa kana ajruhu ala nisfi min ajri alqaim bighairi ishkal, thawabu zake huyo inakuwa ni nusu ya thawabu za mwenye kusimama bila mushkili yote, bila matatizo yote. Qala al-Sheikh Bazamul hafidhahu Allah ta'ala: وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم رجاله ثقات. Mtume sallam alipofika Madina, wa hiya Muhamma, mji huo ulikuwa umejaa homa, fahumma nnasu, watu wakawa wamepata homa. Fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masjida wannasu yusalluna min qu'ud, Mtume sallam akaingia katika msikiti wake na hali watu wanasali kwa kukaa. Faqala: salatu al-qa'idi nisfu salati al-qa'im, sala ya mwenye kukaa ni nusu ya sala ya mwenye kusimama. Rijalu thiqatun, wa inda an-nisa'i mutabi'un lahu min wajhin akhar wa huwa waridun fil ma'dhuri. Hadithi hiyo imekuja kwa yule mwenye udhuru, fayuhmalu ala man takallafa alqiyama ma'a mashaqqatihi alayhi. Kwa hiyo inachukuliwa kwa yule aliyejikalifisha kusimama pamoja na kwamba ni uzito kwake kusimama, kama bahathahu al-Khattabi, kama alivyofanya bahthi ya hilo al-Imam al-Khattabi rahimahullah. Tanbihun: sualu Imrana ani rajul kharaja makhraj al-ghailib fala mafhuma lahu bal ar-rajulu wal mar'atu fi dhalika sawa. Swali la Imran ibn Husayn as-sahabi al-jalil aliposema sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli, kwa lafzi la rajul, nilimuuliza Mtume sallam kuhusu sala ya mwanaume. Sasa asema hii lafzi ya rajul huru hapa la mafhuma lahu bali rajul wal mar'atu fi dhalika sawa, mwanamume na mwanamke katika hilo ni sawa. Si kwamba imetajwa rajul kwamba mwanamke hayumo katika hukumu hii, sawa
wa mwanamume na mwanamke. Mwanamume na mwanamke ni sawa sawa hukumu zao, hakuna farka katika maswala haya ya ibada. Alhukmu rabi, hukumu ya 4 iliyo katika mlango ule tuliosoma, huwa anna almaridha law salla qa'idan kama taqaddama fi alfasl as-sabiq annahu yumi'u wa yaj'alu sujudahu akthara min ruku'ihi. Anasema hukumu ya 4 iliyopo katika mlango ule ni kwamba mgonjwa lau atasali kwa kukaa kama ilivyotangulia katika fasli iliyopita, ni kwamba ataashiria, mgonjwa huyo akisali kwa kukaa ataashiria, wayaj'alu sujudahu akthara min ruku'ihi, atajalia kusujudi kwake ni zaidi kuliko kurukuu kwake. Akiwa mtu anasali kwa kukaa na hawezi kusujudu juu ya ardhi, sasa huyu ataashiria kwamba akirukuu anaashiria kidogo, asujudu ni chini zaidi. Walaisa alayhi an yada wisada au shay'an yarkau alayhi, haijuzu kwake kuweka mto haijuzu kwake kuweka mto au kitu kingine ambapo atarukuu katika kitu hicho. Au yadhau alayhi jabhatahu, ataweka paji lake la uso akisujudu. Hairuhusi mtu kuweka mto akaweka meza pale au stool halafu akaweka mto anasujudia, hiyo hairuhusiwi. Kama hawezi kusujudu juu ya ardhi, aashirie tu kuashiria, wala hakuna kufanya kama wale watu wengine wanasali kwenye viti halafu eti kusujudu. Sasa ndio kusujudu kwa vipi? Hakuna hivyo katika sunna. Huwezi kusujudu juu ya ardhi, ashiria tu. Umekaa vile vile katika kiti, waashiria hapa wasujudu, warukuu hapa wasujudu, kama huwezi kwenda chini. Tena kuna wengine wanaweza wakasujudu chini lakini eti watu wengine bwana, watu wanafanya mchezo na ibada ya sala. Qala والدليل على هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kumwamkua mgonjwa, akamwona anasali juu ya mto. Fa akhadhaha, Mtume akauchukua mto ule, warama biha, na akautupa. Waqala, na akasema, salli ala al-ardhi in istata'ta, sali juu ya ardhi ukiweza, wa illa usipoweza, fa aumi imaan, basi ashiria kuashiria, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jalia kusujudi kwako ni chini zaidi kuliko kurukuu kwako. Walmaana idha aradta an tusalli jalisa, maana hadithi hii ni kwamba ukitaka kusali hali ya kukaa, walam tastati an tadaa jabhataka ala al-ardhi, na huwezi kuweka paji lako la uso juu ya ardhi katika sujud, fala taj'al wisada, usiweke mto au asa au fimbo au mithlaha au mfano wake, bainaka wa baina al-ardhi, baina yako na baina ya ardhi, usiweke hivyo. Tuqarribu al-ardha ilayka, fimbo ile inaikurubisha ardhi kwako. Watasjuda alaiha, na kusujudia juu ya fimbo hiyo. Hapana, innama aumi imaan, hakuna vingine, ashiria kuashiria. Wayakfika an taj'ala al-imaa bis-sujudi akhfadha min al-imai bir-ruku', inakutosha kujalia kuashiria kwa kusujudu ni chini zaidi kuliko kuashiria kwa kurukuu. وقد لخص الشيخ الألباني رحمه الله أحكام هذا الفصل في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال، amefupisha الشيخ الألباني رحمه الله hukumu za fasli hii katika ufupisho wa sifati salati nabii sallam, akasema alqiyamu, akasema wayajibu alayhi an yusalli qa'iman, ni lazima muislamu asali hali ya kusimama. Wa huwa ruknun, na kusimama ni nguzo katika nguzo za sala. Illa ala almusalli salata alkhawf walqitali shadid,
isipokuwa yule anayesali sala ya kuogopa na vita vikali vimeshikana, huyo fayajuzu lahu an yusalli rakiban, yajuzu kusali hali ya kuwa amepanda kipando chake, kwa sababu kuna hofu, kuna vita. Kwa hiyo huyo yajuzu kwake kusali hali ya kupanda kipando chake na hali ya kukaa juu ya ngamia wake au farasi wake. Walmaridhu alajizu anil qiyam, mgonjwa mwenye kushindwa kusimama, fayusalli jalisan in istataa, atasali hali ya kukaa akiweza, wa illa asipoweza, fa ala jambin, atasali kwa kulala ubavu. Walmutanaffilu, na mwenye kusali sunna, falahu an yusalli rakiban, yeye yajuzu kusali hali ya kupanda kipando chake, au qa'idan, hali ya kukaa, inshaa, akitaka, wayasjudu au wayasjuda wayarkaa wayasjuda imaan birasihi, atarukuu na kusujudu kwa kuashiria tu kwa kichwa chake huyo aliye juu ya kipando chake. Wakadhalika almaridhu, vile vile mgonjwa ambaye hawezi kusujudu juu ya ardhi, wayajalu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, atajalia kusujudi kwake ni chini zaidi kuliko kurukuu kwake. Thaniyan, wala yajuzu lilmusalli jalisan an yadaa shay'an ala al-ardi marfu'an yasjudu alayhi, haifai kwa mwenye kusali kukaa, haifai kuweka kitu juu ya ardhi chenye kuinuliwa ambapo watasujudia juu ya kitu hicho. Wa innama yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi, isipokuwa atajalia kusujudi kwake ni chini zaidi kuliko rukuu kwake, kama dhakarna, kama tulivyotaja, idha kana la yastati'u an yubashira al-ardha bijabhatihi, ikiwa hawezi kusujudu pale katika ardhi kwa paji lake la uso, ikiwa hawezi kushikanisha paji lake la uso katika ardhi, huyo ataashiria tu katika kukaa kwake kule, ataashiria tu kwa kichwa chake. Kuashiria ni kwa kichwa, si kwa mikono. Kuashiria ni kwa kichwa, sio kwa mikono. As-salatu fi safina, as-salatu fi safina, kusali katika jahazi au katika meli. As-salatu fi safina, kusali katika meli au jahazi au ndege au gari. Wasuila sallallahu alaihi wasallam ani salati fi safina, aliulizwa Mtume sallam kuhusu kusali katika meli au jahazi. Faqala salli fiha qa'iman, sali ndani ya meli hiyo hali ya kusimama. Illa an takhafa algharq, isipokuwa ukiogopea kughariki. Sasa ndio sasa utasali kwa kukaa. Salli fiha qa'iman illa an takhafa algharq, sali hali ya kusimama katika meli hiyo isipokuwa ukiogopa kughariki. Walamma asanna sallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alayhi. Walamma asanna sallallahu alayhi wasallam wa kabura, Mtume sallam alipopata umri mrefu akawa mtu mzima, ittakhadha amudan fi musallahu, akafanya nguzo katika mahali pake pa kusalia, ya'tamidu alayhi, anaitegemea nguzo ile wakati wa kusimama. Walamma asanna sallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alayhi, Mtume alipokuwa mtu mzima alifanya amud, nguzo katika mahali pake pa kusalia, ya'tamidu alayhi, anaitegemea. يقول الشيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل تضمن حكمين، فصله مكسنيا حكم mbili. الحكم الأول أن المصلي إذا صلى على مركب متحرك، mtu mwenye kusali akisali juu ya kipando chenye kutingishika, fayajuzu lahu an yusalli alayhi, yajuzu kusali juu ya kipando hicho, sawaun kanat salatu nafila au faridha, sawa sala hiyo ilikuwa ni ya sunna au ni ya faradhi. Kipando chochote
iwe ni ndege, iwe ni meli, iwe ni jahazi, iwe ni basi, anasafiri kwa basi, atasali sala yake kwa kukaa sala ya sunna au faradhi. Wasawaun kana almarkabu sayyaratan au safinatan fil bahri au ala ta'iratin fil jawi, sawa kilikuwa kipando hicho ni gari au ni jahazi baharini au ni juu ya ndege katika anga. Fa in qadara ala alqiyami salla qa'iman, akiwa anaweza kusimama atasali kwa kusimama katika kipando chake hicho. Ikiwa anaweza kusimama atasali kwa kusimama. Fa in lam yaqdir, asipoweza kusimama, au khashiya ala nafsihi, au aliogopea nafsi yake akisimama ataanguka, hapo salla qa'idan, atasali hali ya kukaa. Ikiwa anaogopea akisimama ndani ya basi pengine ataanguka, hapo atasali kwa kukaa katika siti yake ile ile, kwa maneno ya Mtume sallam, salli fiha qa'iman illa an takhafa algharq, sali katika meli hiyo hali ya kusimama isipokuwa ukiogopa kughariki. Qala wajawu kulli makanin yatbauhu, anga la kila mahali hufuatia mahali hapo. Fajawu al-ardi yatbau al-ardha, anga la ardhini hufuata ardhi. Wajawu al-bahri yatbau al-bahra, anga la baharini nalo pia hufuatia bahari. Fa idha jazat as-salatu ala al-bahri jazat fi jawihi, ikiwa inafaa kusali juu baharini pia inafaa kusali angani juu ya ndege. Wa idha jazat as-salatu ala al-ardi wa ala ad-dabbati alayha jazat fi jawiha, ikiwa inafaa kusali juu ya ardhi na juu ya mnyama pia inafaa kusali juu ya anga. Mtu akiwa katika kipando ndege inafaa kusali juu ya ndege hiyo. Alhukmu thani, hukmu ya pili, annahu yajuzu lilmusalli an yattakhidha uda, la yajuzu annahu yajuzu lilmusalli an yattakhidha udan au asan ya'tamidu alayha. Hukumu ya pili ni kwamba inafaa kwa mwenye kusali kufanya ud, mti au fimbo, ya'tamidu alaiha, kuitegemea fimbo hiyo wakati wa kusimama. Ni mgonjwa hawezi kusimama, ashike bakora au fimbo aitegemee, litaabin, kwa sababu ya taabu, kuchoka, au maradhi au maradhi, au kibari sinnin, au utu uzima. Kama anaweza kusimama kwa fimbo, asimame kwa fimbo, asijitafute kiti akakaa kumbe ana uwezo wa kusimama kwa bakora. ولخص المصنف أحكام هذا الفصل، amefupisha المصنف Sheikh Al-Albani rahimahullah حكم ذا فصله، فقال في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفينة والطائرة. ameweka mlango huo Sheikh Al-Albani, as-salatu fi safina wa taira, kusali katika meli au jahazi na ndege. Awalan, watajuzu salatu al-faridha fi safina, inafaa sala ya faradhi katika jahazi na meli, wakadha taira, vile vile ndege na basi. Pili, walahu an yusalli fihima qa'idan, yajuzu kusali mtu ndani ya jahazi na ndege hali ya kukaa, idha khashiya ala nafsihi suquta, akiogopea kuanguka kwa nafsi yake. Thalithan, wayajuzu an ya'tamida fi qiyamihi ala amudin au asa, inafaa mwenye kusali ategemee katika kusimama kwake, ategemee nguzo iliyopo msikitini au fimbo, likibari sinnihi, kwa sababu ya utu uzima wake, au dhu'fi badanihi, au dhaifu wa mwili wake. Yajuzu kusimama na kutegemea nguzo, na pia yajuzu kutafuta bakora na fimbo ili kutegemea kwa fimbo katika kusimama kwake na sala yake yote. Tafi bihadha alqadri, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.